Hii ni The Hidden Fact. Leo nitakuletea kisa ambacho kitakufanya uweze kufikiri zaidi ya unavyoweza kufikiri. Kisa ambacho kitakufanya uweze kujua siri nzito na ngumu ambazo zimejificha katika ulimwengu ambao tunaishi sisi, mimi na wewe. Kisa ambacho kitakupa maswali mawili makubwa. Je, ujasiri ni mbinu bora katika ushindi wa vita yako, ama hofu ni njia nzuri ya kukuepusha na vita inayokukabili? Ungana nami msimulizi wako mashuhuri Kana Bino Hyper. Usiku ule ulikuwa mzito kuliko kawaida. Anga likiwa limetanda mawingu meusi yaliyokaa kimya, kana kwamba yalikuwa yanashuhudia jambo ambalo halikutakiwa kuonekana na wanadamu. Kijiji cha Kijungu kilikuwa kimelala fofofo. Mbwa hawakubweka, jogoo hawakuwika, hata upepo nao ulikuwa umesimama. Ni kana kwamba dunia ilisimama kupumua. Lakini ndani ya nyumba ya tope iliyokuwa pembeni ya msitu mnene aliishi mzee mmoja aliyejulikana kwa jina la Mzee Kalumuna. Mtu ambaye hakuwahi kuonekana mchana mara nyingi, lakini usiku taa yake ya kibatari ilikuwa ikiwaka hadi alfajiri. Watu walimwogopa, si kwa sababu alikuwa mkorofi, bali kwa sababu kila aliyekaribia nyumba yake usiku hakuwahi kurudi akiwa sawa kama alivyoenda. Siku moja kijana mmoja jasiri aitwaye Juma, aliyekuwa akitafuta umaarufu kuthibitisha kuwa hadithi za kijiji zilikuwa ni porojo tu, aliamua kwenda kwa Mzee Kalumuna usiku wa manane. Alijipa moyo, akabeba tochi na fimbo, akaingia msituni. Kadri alivyokuwa akikaribia nyumba ile, alisikia sauti ya kunong'ona ikitoka kila upande, sauti zilizotamka jina lake bila yeye kuwahi kujitambulisha kwa mtu yoyote. Juma, Juma, rudi nyuma. Lakini moyo wake ulikuwa mgumu kama jiwe. Alipofika mlangoni, mlango ulifunguka wenyewe bila mtu kuonekana. Ndani kulikuwa na giza zito, hewa nzito iliyonuka udongo mbichi na damu ya zamani. Kabla hajachukua hatua, alihisi mkono baridi ukimgusa bega, lakini alipogeuka hakukuwa na mtu. Kibatari kilichokuwa katikati ya chumba kilianza kuwaka kwa mwanga wa kijani, na kivuli cha Mzee Kalumuna kikaonekana ukutani kikiwa kirefu kuliko mtu wa kawaida, macho yake yakimetameta kama paka. Mzee Kalumuna alianza kuzungumza kwa sauti mbili kwa wakati mmoja, sauti ya mzee na sauti ya kitu kingine kisicho cha kibinadamu. Akamwambia Juma kuwa nyumba ile haikuwa nyumba ya kawaida, bali ni lango kati ya dunia ya walio hai na waliokufa. Kila mtu aliyewahi kuingia akiwa na moyo wa kiburi alilazimika kubaki, si kwa mwili bali kwa roho. Ghafla ardhi ikaanza kutikisika. Kuta zikaanza kutoa mikono iliyokuwa ikijaribu kumvuta Juma ndani ya giza lisilo na mwisho. Juma alipiga kelele kwa nguvu, lakini sauti yake haikusikika nje ya nyumba. Alikimbia kuelekea mlangoni, lakini kila alipokaribia, mlango ulikuwa ukijitokeza mbali zaidi. Alianza kuona sura za watu aliyowajua kijijini. Wengine walishakufa, wengine walikuwa bado hai, wakimwangalia kwa macho matupu, midomo yao ikifunguka na kufunga bila sauti. Walikuwa wakimwambia ukweli wa kutisha,
Baadhi yao walikuwa wamepotea baada ya kuingia pale, na miili yao iliendelea kuishi kijijini bila roho. Asubuhi ilipofika, kijiji kilimuona Juma akitoka msituni akiwa hai, lakini hakuwahi kuwa yule kijana wa awali. Hakuwa anaongea, hakuwa anacheka, na macho yake yalikuwa matupu kama shimo. Usiku uliofuata, taa ya kibatari iliwaka katika nyumba ya Juma, na watu wakaanza kusikia hadithi mpya. Sasa kulikuwa na nyumba mbili ambazo hazikupaswa kukaribiwa usiku. Na tangu siku hiyo, kila kijana aliyesema siogopi alipotea mmoja baada ya mwingine, huku kijiji kikiendelea kuishi kwa hofu, kikijua kuwa giza halikai tu nje ya nyumba, bali linaweza kuishi ndani ya mtu. Baada ya siku zile za kwanza, kijiji cha Kijungu kilianza kubadilika taratibu bila watu kutambua mara moja. Watu waliendelea na maisha yao mchana kana kwamba hakuna kilichotokea, lakini usiku ulikuwa umejaa ishara za ajabu. Mbwa walianza kubweka ghafla, kisha wakanyamaza, kama vile kuna kitu kilichowafanya waogope kuliko hata kelele zao wenyewe. Watoto walianza kuota ndoto zile zile, ndoto ya nyumba ya tope yenye mwanga wa kijani na sauti inayowaita majina yao kwa sauti ya kunong'ona. Juma alikaa kimya siku nyingi. Alikuwa akikaa nje ya nyumba yake akitazama msitu kwa macho yasiyopepesa, kana kwamba alikuwa akisubiri kitu kitoke gizani. Mama yake alijaribu kuzungumza naye, lakini kila alipomgusa Juma alishtuka kana kwamba alikuwa amechomwa na moto. Usiku mmoja mama yake alimsikia Juma akiongea chumbani peke yake, akijibu sauti ambazo hazikusikika kwa mtu mwingine. Alikuwa akisema, "Sijui, bado sijakamilisha. Wanataka zaidi." Usiku uliofuata kijiji kilishtushwa na kilio kikubwa kilichotokea kwenye nyumba ya jirani yao aitwaye Rashidi. Kijana mwingine aliyekuwa akijisifia mchana kuwa haogopi kitu chochote alikuwa ametoweka. Mlango wa nyumba yake ulikuwa wazi. Ndani kulikuwa na alama za udongo mbichi sakafuni na harufu ile ile iliyokuwa ikisemekana kutoka kwenye nyumba ya mzee Kalumuna. Wazee wa kijiji waliinua mikono juu, wakijua jambo moja: laana ile ilikuwa inaenea. Mkutano wa siri wa wazee ulifanyika usiku huo huo. Walikiri ukweli waliokuwa wameuficha kwa miaka mingi. Zamani sana, kabla hata kijiji hakijaitwa Kijungu, kulikuwa na mkataba uliowekwa kati ya wanadamu na viumbe wa giza waliokuwa wanaishi msituni. Mkataba huo ulihitaji sadaka ya roho moja kila baada ya miaka kadhaa ili kijiji kiendelee kuwa salama. Mzee Kalumuna alikuwa mlinzi wa lango, si mtu wa kawaida, bali chombo kilichokuwa kinatumika kuzuia giza lisivuke mpaka. Lakini Juma kwa kiburi chake alikuwa amevunja mizani. Kadri siku zilivyopita, Juma alianza kubadilika zaidi. Usiku mmoja alitoweka nyumbani kwake, na taa ya kibatari ikaanza kuwaka ndani ya nyumba ya mzee Kalumuna kwa mwanga mkali kuliko kawaida. Watu walioshuhudia walisema waliona vivuli viwili vikisimama mlangoni, kimoja kirefu, kingine kifupi, kisha kikabaki kimoja tu. Asubuhi yake nyumba ya mzee Kalumuna ilikuwa kimya kabisa.
taa imezimika kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Lakini hapo ndipo hofu ya kweli ilipoanza. Juma alionekana tena kijijini, akiwa amesimama katikati ya uwanja usiku wa manane. Alipozungumza, sauti yake haikuwa yake peke yake. Alitangaza kuwa mkataba umevunjika na sasa lango lilikuwa wazi. Giza halikuhitaji tena nyumba moja, lingeishi ndani ya watu. Ghafla upepo mkali ulivuma na watu wakaanza kuanguka chini wakishika vichwa vyao, wakisikia sauti zikizungumza ndani yao. Asubuhi iliyofuata, baadhi ya watu waliamka wakiwa hawakumbuki wao ni kina nani. Wengine walikuwa wakitabasamu bila sababu, macho yao yakimetameta kwa mwanga wa kijani hafifu. Msitu ulionekana kuwa karibu zaidi na kijiji kuliko kawaida, kana kwamba ulikuwa unasogea taratibu. Hakukuwa tena na mpaka kati ya salama na hatari. Hadithi ya Kijungu haikuishia hapo. Mpaka leo wasafiri wanaopita karibu na eneo hilo wanasema usiku wanaona taa za kibatari zikiwaka kwa nyumba zaidi ya moja, na kusikia sauti ikisema, hatuogopi, jiunge nasi. Na ukweli wa kutisha ni huu: kijiji bado kipo na watu wanaishi humo, lakini hakuna anayejua ni nani bado ni binadamu kamili na ni nani ambaye giza limechagua kuishi ndani yake. Na kama unasoma hadithi hii usiku ukiwa peke yako na ukasikia sauti ikinong'ona jina lako kwa mbali, usijibu, kwa sababu kijungu hakipo mbali kama unavyodhani.